baadaye watasema jambo, hata MCS wetu wako area. Kwa hivyo tumekuja kikosi kizima ambayo tumeongozwa na Rais Ruto. Tumetumwa hapa maneno ya maendeleo, kwa sababu saa hii ama wakati huu ni wakati wa maendeleo. Wakati wa siasa bado ukifika, vile vile tutakuja wakati wa siasa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nataka niwajulishe, sisi zote tumetumwa hapa na Rais William Ruto, na nataka muniambie kama mko na yeye ama mko kando. Mko hapa kwa William Ruto? Mko kwa William Ruto? Munamunga mkono? Ni rais wetu na ataenda 2 term. Rais Ruto ni 2 term. Rais Ruto ni 2 term. Wacha nione wale wanasema ni 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Bas, kwa sababu nyinyi ni watu wa rais, ndio umeona tumefika hapa kwa wingi. Na wacha kwa ufupi niwaeleze mahali tumefikisha mambo ya maendeleo ya Undanyi, mambo ya maendeleo ya Taita Taveta, ndio mjue mahali tumefika. Na ile kazi ambayo imebaki, bado tuko na miaka 2, tutanyorosha ile imebaki, kwa sababu hatutaki kuulizwa maswali na wananchi wakati wa campaign. Tutakuwa tumekamilisha ahadi zetu ambazo tulitoa kwa wananchi wa hapa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Wacha nione wale nasema ni fire, ni fire, ni fire. Bas, mnajua ya kwamba mahali Rais Ruto amechukua usukani, nchi yetu uchumi ulikuwa umeharibika kwa sababu ya ile magonjwa ya COVID-19. Lakini katika miaka 3 ambaye rais amekuwa mamlakani, amejaribu kusaidia uchumi hili nyongeza ya chakula, bei ya chakula iwache kuongezeka, kwa sababu baada ya COVID-19 bei ya chakula ilikuwa inaongezeka kila siku mpaka bei ya unga ikafika 250. Lakini bile rais ameendelea, tumeona ya kwamba serikali hii imesaidia kwa kiasi fulani ili kudhibiti uchumi wetu. Ndio unaona ya kwamba bali bei ya unga ilikuwa sio mahali iko leo, imeteremuka, haiko mahali ilikuwa 250, 240. Vile shilingi ya Kenya ilikuwa imepoteza dhamani. Shilingi ya Kenya ilikuwa imepoteza nguvu. Ulikuwa unahitaji shilingi 165 ya Kenya kupata $1 ya Marekani. Lakini leo shilingi ya Kenya imedhibitika dhidi ya dola ya Marekani. Badala ya kutumia shilingi 165 kupata $1, sasa shilingi 129 unapata $1, kuonyesha ya kwamba uchumi wa Kenya umeimarika kiasi. Mwezi 2 ambayo imepita, shirika la fedha duniani IMF limeorodhesha uchumi wa Kenya kama chumi ambazo zimeongezeka katika miaka 3 iliyopita, kwa sababu 2022 uchumi Kenya ilikuwa nambari 8 kwa ukubwa wa uchumi katika bara la Afrika. Kenya ilikuwa namba 8, lakini IMF imesema ya kwamba katika miaka 3 ambayo imepita uchumi wa Kenya umeimarika. Tumetoka namba 8, tumepita uchumi wa Ethiopia, tumepita uchumi wa Angola, sasa tuko namba 6 na tunasonga tukielekea juu. Na kwa sababu Rais Ruto anaendelea kuboresha uchumi na kung'ang'ana, akatoa Kenya kama namba 8 barani Afrika, ikafika namba 6. Sasa tunasonga tukielekea namba 5, namba 4, namba 3, namba 2, namba 1. Ndio tunasema ili Rais Ruto aendelee na hiyo kazi ya kuboresha uchumi, ndio tunasema Rais Ruto ni 2 term. Ama namna gani jameni?
Rais Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Jambo la pili, mnajua ya kwamba wakulima walikuwa wanapata shida kwa sababu bei ya mbolea ilikuwa juu. Mbolea mfuko moja ilikuwa shilingi 6,500 ama 7,000. Rais Ruto ametumia rasilimali ya serikali kupunguzia wakulima wa mimea yote bei ya mbolea ambayo ilikuwa shilingi 7,000, shilingi 6,500 kwa mfuko moja imeteremuka sasa ni 2,500. Na hiyo imesaidia kuongeza mapato ya kilimo. Mahindi ambayo tumekuza kama taifa la Kenya 2022 ilikuwa mifuko milioni 36, ikaongezeka 2023 ikafika mifuko ama bags milioni 44. Mwaka uliopita ikaongezeka zaidi ikafika milioni 64. Mwaka huu tunakidhiri ya kwamba hiyo mambo ya mahindi itaongezeka, uzalishaji wa mahindi utafika mifuko milioni 70 mwaka huu wa 2025. Wakati William Ruto ameanza 34 million bags of maize. The following year 44 million bags of maize. The third year 64 million bags of maize. This year we want to take it to 70 million bags of maize ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tuwe na chakula ya kutosha na hata bei ya unga iteremke, kwa sababu mahindi ikiwa mingi bei ya unga itateremka na wananchi wataendelea kupata chakula. Tuondoe aibu ya njaa, tuwe nchi ambayo imestawi kama vile tunaimba katika wimbo wa taifa. Nchi yetu istawi na iwe na chakula ya kutosha. Plenty be found in our borders. Na kwa sababu Rais Ruto ameteremsha bei ya mbolea na ameimarisha kilimo, tunasema yeye ni fire. Fire si fire. Ni noma si noma. Rais Ruto aendelee asiendelee? Wacha nione wala nasema tutam. Jambo la tatu, tumesema ya kwamba wananchi wengi wa Kenya ni wanabiashara wadogo huku mashinani. Wanahitaji masoko ya kisasa ya kufanya biashara. Ndio tumeanza program ya kujenga masoko ya kisasa zaidi ya 400 katika taifa la Kenya. Hapa Taita Taveta tumekamilisha ujenzi wa soko kule Mwatate, mahali kunaitwa Mwatunge. Hiyo soko imekamilika. Mimi naenda kuambia rais akuja atufungulie. Ama namna gani? Vile vile soko la Maungu kule Voi limekamilika. Mimi naenda kutafuta rais akuje atufungulie. Ama namna gani? Vile vile tunaanzisha soko la Voi Town ambao liko karibu kuanza. Tunaanzisha masoko mawili pale Taveta katika mahali kunaitwa Burandogo na pale Njukini, ili wakuwe na masoko mawili. Na hapa katika hii sehemu ya Undanyi, si mnahitaji soko? Mnahitaji soko? Tujenge tusijenge? Tujenge tusijenge? Kwa hivyo tuko na mpango ya kujenga soko hapa Undanyi na imechelewa kidogo. Tunataka tuharakishe, mimi Mama Haika na viongozi wenu wote. Ukiona hata mbunge wenu mwambie akuje, twende tuharakishe hiyo soko itoke mara moja. Ama namna gani? Si mnataka tujenge soko ya Undanyi? Tushikane sisi zote mpaka mbunge wenu tukatafute maendeleo. Hii ni wakati wa maendeleo ama ni wakati wa siasa? Si ni wakati wa maendeleo. Tutaenda tuharakishe hiyo soko itoke. Mama Haika ameomba, rais amekubali. Tutatafuta viongozi wenu wote, twende tuisukume itoke haraka. Vile vile katika hii program ya ujenzi wa manyumba nafuu, Taita Taveta haijaachwa nyuma. Ile affordable housing ya Taveta inaendelea, ya Voi inaendelea, ya Mwatate tulikuwa na shida ya ardhi, lakini tumetatua hiyo shida.
Kwa hivyo itaanza wakati wowote pale Mwatate. Mahali affordable housing imebaki nyuma ni hapa Undanyi. Lakini Mama Haika amesema tuharakishe. Na mimi nataka mtutume, mimi na Haika, twende pia tutafute mbunge wenu. Twende tuharakishe hiyo program ikuje hapa Undanyi. Mmetutuma twende tukatafute mheshimiwa ili tuharakishe hiyo soko ikuje hapa. Kwa sababu hiyo sio siasa ya mabishono. Saa hii sio wakati wa kampeni. Saa hii ni wakati wa kusukuma maendeleo. Undanyi ipate kama Kenya ingine. Ama namna gani jameni? Na unajua hiyo affordable housing hapa Undanyi peke yake tutaweka manyumba 800 ambayo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 2.3, 2.3 billion shillings for affordable housing here in Undanyi. Na mimi nataka niseme tukijenga hiyo masoko, vijana hapa wa Undanyi ndio watafanya hiyo kazi. Wakati manyumba inajengwa, vijana wanapata kazi. Ni kweli si kweli? Tuendelee tusiendelee? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Ni tutam si tutam? Wacha nione tutam. Jambo la 4, mambo ya stima. Rais alikuwa hapa Undanyi miezi kadhaa imepita sasa kutufungulia ile substation ambayo imejengwa na serikali ya William Ruto hapa Undanyi, substation ya 447 million shillings ya kusaidia kudhibiti stima isiwe stima inakatika katika hii sehemu yetu ya Undanyi na Taita Taveta. The government has invested 447 million shillings to construct and complete the Undanyi power substation ambayo already imefunguliwa na Rais William Ruto wakati alikuwa hapa. Na kwa sababu rais ametuletea substation ya kuongeza stima hapa Undanyi na Taita Taveta, tunasema yeye ni tutam. Ni tutam si tutam? Aendelea siendelee? Vile vile huyu mheshimiwa Haika na waheshimiwa Taita Taveta wote, akiwemo mheshimiwa Bwire ambaye ako hapa wa Taveta, akiwemo mheshimiwa Shake wa Mwatate ambaye ako hapa, wamekuja kwangu. Tumeenda kwa rais na stima ambayo imepeanwa hapa Taita Taveta County, miradi ambayo imeanza ya kuweka stima katika manyumba ya watu wa Taita Taveta, imetolewa projects za shilingi milioni 770, 770 million shillings for last mile electricity connectivity in Undanyi, Mwatate, in Taveta and Voi constituencies. Na kwa sababu rais ametoa milioni 770 kuongeza stima kwa watu wa Taita Taveta, tunasema rais ni fire. Ni tutam si tutam? Ni fire si fire? Na hiyo pesa mimi nimeangalia mahitaji hapa Taita Taveta. Mimi naona bado 770 million haitoshi. Nataka mnitume mimi na Haika, mimi na Bwire na Haika na Shake na mbunge wenu, turudi tena kwa rais hiyo 770 million. Mimi nataka tuweke pressure, serikali iongeze hiyo pesa ifike 1 billion shillings kwa Taita Taveta. Munanituma niende niongezee pesa ya stima? Munanituma niende nikaongezee pesa ya stima? Wacha nione wale anasema niende niongezee pesa ya stima. Katika hiyo 770 million imetolewa 223 million ni hapa Undanyi. 770 million ya Taita Taveta to connect 8,500 households. Out of the 770 million ya hapa Undanyi ni 223 million, na itaongeza nyumba mpya 2,500 zitawekwa stima hapa Undanyi. Lakini pia hiyo pesa ya Undanyi haitoshi. Wakati tunaongeza pesa ya Taita Taveta, hata ya Undanyi tuongeze hiyo 223 million, tuongeze
ifike 300 million, ili tuongeze idadi ya watakaopata stima kutoka 2,500 homes mpaka ifike 3,000 homes hapa Undanyi and 10,000 homes in Taita Taveta County. Ni fire si fire, ni noma si noma. Mambo ya afya, mimi naona Taita Taveta imejiandikisha kwa SHA. Mambo ya afya mnaendelea vizuri. Muko number 9 in the country, muko top 10 katika kujiandikisha kwa mambo ya SHA, muko top 10. Kwa sababu kati ya wale watu tunakidhiri hapa, wananchi wa hapa ambao tunataka wajiandikishe, already 190,000 residents of Taita Taveta County are registered out of a target of 340,000. 54% of the population wameingia kwa bima ya afya ya SHA. Tuendelee namna hiyo kwa Kenya mzima. Wa Kenya milioni 26.5 wamejiandikisha kwa bima ya afya ya SHA. 26.5 million. We want by December tufikishe milioni 30. By next year 2026 December 45 million. By December 2027 55 million Kenyans must have a medical cover, wakuwe na bima ya afya. Na kwa sababu Rais Ruto ndio ameleta mfumo wa afya kwa watu wote, kila mtu akuwe na bima ya afya. Hata kama hauna pesa ya kulipa, serikali itakulipia. Kwa sababu Rais Ruto wiki iliyopita ameanzisha muradi ya kulipia wale hawajiwezi kulipa kwa SHA. Na ambazo zilikuwa zimeanza hapo awali zikakwama wakati wa COVID-19. Sasa tumerejesha contractor kwa barabara mbili ambazo ni muhimu sana. Ya kwanza ni hiyo ring road ambayo inatoka pale Bura kuingia pale Mgange, kutoka pale Mgange inaenda mpaka wapi? Weruga. Inatoka Weruga inaenda wapi? Inaenda wapi? Pale, alafu mwisho inaishia
mto Mwagodi. Ni kweli si kweli? Hiyo barabara haika, na viongozi wa Taita Taveta walikuja kwangu, tukaenda kwa rais. Rais akaamrisha, sasa pesa imepatikana, contractor amerudi, na kwa sababu contractor amerudi, tunasema Rais Ruto ni 2 term. Wacha nione 2 term ya Rais Ruto. Ama namna gani jameni? Vile vile kule chini pande ya Taveta kuna barabara ambayo inaunganisha kaunti yetu ya Taita Taveta na kaunti jirani ya Kajiado, ambayo imezungumziwa na serikali zilizopita zote, tangu serikali ya awamu ya kwanza ya mzee Kenyatta senior, serikali ya awamu ya pili ya mzee Moi, serikali ya awamu ya 3 ya mzee Kibaki, serikali ya awamu ya 4 ya Uhuru Kenyatta. Hizo serikali zote zilikuwa zimezungumzia hiyo barabara. Lakini sasa William Ruto, kwa sababu amejua hiyo barabara ni muhimu kwa uchumi wa Taita Taveta na uchumi wa Kajiado na uchumi wa Kenya, sasa contractor anajenga barabara ya kutoka Taveta kwenda Chala, kwenda Njukini, kwenda Rombo mpaka Ilasi. Na kwa sababu hiyo barabara ambaye ni barabara ya kilomita 66 kilometers, na inagharimu serikali ya Kenya bilioni 8.6, 8.4 bilioni 8.4. Gharama kubwa serikali imeweka pale, kwa sababu inaheshimu wananchi wa Taita Taveta na inaheshimu wananchi wa Kajiado, kwa sababu hizi kaunti zetu mbili ni part of the Republic of Kenya, na Kenya lazima isonge mbele, ipate maendeleo sawa sawa. Ile maendeleo inafanywa kwingine ifanywa hata hapa kwetu Taita Taveta. Hiyo barabara contractor ako site, anaiendesha faster, inajengwa kwa haraka, tumemlipa pesa zote. Sasa hakuna swali tena, hiyo barabara itajengwa. Rais atakuja atufungulie kabla ya uchaguzi ambao tunaenda. Na kwa sababu rais amefufua barabara zetu, ikiwemo ring road ya kutoka Bura kwenda Mgange mpaka Weruga, kwenda mpaka mpaka mto Mwagodi, kupitia pale, rais ni fire, rais ni 2 term, rais ni fire, rais ni noma. Kwa sababu rais ametujengea barabara ya kutoka Taveta kwenda Chala, kwenda Njukini, kwenda Rombo, kwenda Ilasi, kilomita 66, bilioni 8.4. Yeye ni fire, yeye ni 2 term, yeye ni noma. Ni 2 term, si 2 term. Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term. Salala. Mimi naona safari hii wale wanashindana na sisi watakuwa na siku mrefu, haki ya Mungu. Watakuwa na siku mrefu. Kwa sababu mnasikia ile mambo imenileta hapa. Mmesikia ile mambo tumeshafanya. Mmesikia ile mambo tunapanga kufanya na ile inafanywa. Wao watasema wamefanya nini? Si wamekuwa mawaziri? Wengine walikuwa makamu wa rais? Si walikuwa watu wako na vyeo kama mimi? Walikuwa na vyeo kama sisi? Kuna kitu walileta hapa Taita Taveta? Si ni fitina peke yake, na mambo ya kasheshe, na mambo ya ukabila, na mambo ya kuambia Wakenya ati kama hukupiga kura ati huwezi pata maendeleo. Je, huo ni ungwana? Si serikali ya Kenya ni ya kila mtu? Si serikali ya Kenya ni ya kila mtu? Waliopiga kura na wale walipigia wengine, si serikali yetu sisi zote? Kuna sababu ya kubagua Mkenya wowote? Sasa wale watakuwa na siku mrefu. Wale watu wa ukabila, wale watu ya shares, wale watu wa kugawanyika wa Kenya, wale watu wa kusema watu wetu na kubagua wengine, siku zao zimehesabika, kwa sababu sasa Kenya ni moja, kila pahali ipate maendeleo yake. Na William Ruto amesema Taita Taveta haitabaki nyuma, muko na haki kupata maendeleo kama sehemu zingine za Kenya. Rais Ruto aendelee asiendelee?
Rais Ruto aendelee asiendelee? Nimwalike arudi hapa tena, arudi hapa Undanyi. Mtasimama na yeye? Aendelee asiendelee? Ni 2 term si 2 term? Ni 2 term si 2 term? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Ni mbwekse si mbwekse? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto, salamu ya Rais William Ruto. Bas, kwa hivyo leo tunakuja hapa kusupport vikundi vyetu jameni. Tuendelee na hiyo kazi. Tuendelee na hiyo kazi. Kuna watu wanatuambia hakuna haja ya kusupport vikundi mashinani. Tuendelee tusiendelee? Hata ile pesa tunatoa ni kidogo, haitoshi. Si afadhali kidogo kuliko bure? Si afadhali kidogo kuliko bure? Tuendelee tusiendelee? Unajua wale wameshiba huko Nairobi hawajui pesa kidogo inaweza saidia mama mboga hapa mashinani. Ule anapata riski kidogo, kama stock yake ni 5,000, leo itaongezeka ifike 10,000 na ataweza kufanya mambo yake sawa sawa. Si namna hiyo jameni? Wale vijana ambao wanahangaika hapa, kama mtu wako kwa bodaboda na hana namna, kuna ubaya gani akisaidiwa ile bodaboda yake imepoteza reflector ama side mirror, apate 3,000 aende anunue side mirror, polisi wawache kumsumbua? Ni kazi si kazi? Ni kazi si kazi? Kwa hivyo hii empowerment nyinyi mmesema tuendelee nayo. Tuendelee nayo ama tuachane nayo? Kwa hivyo rais, vile nimemwambia tunakuja hapa, yeye amenituma kwa watu wake wa Undanyi. Amenituma kwa sababu mimi nimemwambia rais mimi naenda kwetu Undanyi. Kwa sababu mimi ni mwakazi ama namna gani? Si mimi ni mwakazi? So ameniambia basi salamia watu wenu wa Undanyi. Na hapa hata yeye ni mkazi wa hapa Taita Taveta. Si hata yeye ni mmoja wenu. Aendelee kutusaidia ama wachane na sisi? Basi amenituma na salamu yake, na ni salamu ya kusema na kutenda. Salamu ya kusema, salamu ya kusema. Hiyo nimesema ni ya mdomo, lakini pia niko na salamu ya matendo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mnataka kusikia vile rais amenituma? Niseme nisiseme? Nitangaze? Nitangaze maneno ya rais? Ebu amkeni alafu mpokee salamu ya rais jameni. Si tuamuke tuchukue salamu ya rais? Niseme nisiseme? Mbona watu ya Undanyi mnaniangalia hivi? Ni kama mnajua rais ametumana pesa ngapi? Kwani mmesoma barua ya rais ikiwa kwa bahasha? Niseme nisiseme? Kwani mmesikia ni 10,000? Ni 20,000? Ni 100,000? Ni 200,000? Ni 300,000? Ni 3,500,000? Ni 400,000? Aongeze? Rais aongeze? Rais wa bottom up aongeze? Rais wa bottom up aongeze? Ifike 1,500? 1,500 aongeze? Na 1,600? Bado mmekataa kwa sababu ni rais wetu na nyinyi ni watu wake. Afanye kama rais wetu, kama mtu ya bottom up. Na ikifika 700,000, 700,000, 800,000, 900,000, wangapi wanasema rais aongeze 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 aongeze? Leo rais ana bahati. Lazima ajipange. Lazima afanye nini? Niseme nisiseme? Si imefika 900,000 na mmekataa, mkasema aongeze 900,000. Kwani lazima ifike milioni? Lazima ifike milioni? Ifike milioni na iongezeke? Mmekataa 1 million? Mmekataa 1 million? Mbona mnawekea mdosi pressure hivi? Ati kwa sababu kwa sababu yeye ni rais wa 2 term? Ni rais wa 2 term ndio mnamwekea pressure acheze kama yeye? Acheze kama rais wa 2 term?
Wangapi wanasema usicheze kama yeye jamani? Uko. So lazima acheze kitu tam. Na ikifika 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 lazima 2 tam. Yaani 2 tam. 2 tam hivi. 2 tam hivi. Leo ana bahati jamani. Sasa mimi watu ya undanyi vile naona mtaniweka kwa shida kidogo. Wacha nitangaza ile pesa rais amenituma nayo. Sema hoi. Sema fire. Sema fire. Rais ni fire si fire. Rais ni noma si noma. Rais aendelea si endelee. Rais Ruto amenituma kwa watu wake wa undanyi na shilingi 1000. Pole. Mlikuwa mmekataa maelfu. Tulikuwa tumefika huko juu. Huko kwa 2 tam. Niseme nisiseme. Rais William Ruto amenituma na pesa taslimu kwa vikundi vya undanyi shilingi moja milioni 3. Fire si fire. Na William Ruto noma si noma. Na kegore kindikerere. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni fire si fire. Ni noma si noma. Hiyo pesa ya rais iko hapa. Iko area hapa saa hii. Milioni ngapi? 3 milioni. Ni tuendelee tusiendelee? Si amepita hata hiyo 2 tam yake? Si amepita jameni? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto jameni. Basi undanyi hoi. Niko na swali. Niulize. Si mimi ni mwakazi? Si mimi ni mtu ya undanyi? Si mimi niko nyumbani? Si mimi nimeleta ujumbe wa rais? Kama mimi ni mwakazi, kama mimi niko nyumbani, kama nimeleta ujumbe wa rais, iko maana mimi kutoa pesa? Si mimi ni mwakazi? So amuwezi munisamee? Si mimi ni mwakazi? Si mimi niko nyumbani? Si mimi ni mtu yenu? Mumekataa. Lazima nifanye kitu. Lazima nisindikishe rais. Sawa, mimi nimekubali, lakini sasa niko tahadhari kidogo. Tahadhari ni kwamba mimi sio president. Mimi ni deputy president. Kwa hivyo hata 10,000 itatosha. Mumekataa? Hamtaki 10,000? 20,000? 100,000? 200,000? 300,000? Hata mimi nicheze hivyo? Hata mimi nicheze hivi? Ati kwa sababu hata mimi niko kwa 2 tam mimi? Mimi niko kwa 2 tam. Niko kwa 2 tam. Wangapi wanasema hata mimi niko kwa 2 tam? Leo sina bahati, lakini bila nimeona next time lazima nijipange nikikuja hapa undanyi. Nyinyi ni fire. Nyinyi hamtaki mchezo. Ile pressure mmewekea rais, mmeniwekea kila mtu. Next time tajipanga sawa sawa. Lakini leo nimekuja kiasi, nimesindikisha rais. Hiyo pesa ya rais nasindikisha na pesa kidogo. Niseme nisiseme? Nimesindikisha rais William Ruto na shilingi 1.5 Fire si fire. Na William Ruto noma si noma. Na kegore kindikerere. Ati fire. Mama Aika aliongea. Alisindikisha. Mama Aika alisindikisha. Asindikishe sisi.
Mama asindikisha rais. Mama asindikisha deputy president. Ni ngapi Mama Aika? Kwanza dhibitisha. Kwanza Mama Aika udhibitishe 3 million ya rais, 1.5 million ya deputy president imefika. Mama ni fire, si fire. Aika Aika ha. Aika Aika ha. Mama amesindikisha rais na amesindikisha deputy president na amesindikisha vikundi vyote ambavyo vinapata msaada leo na shilingi moja moja. Niseme nisiseme? 300,000. Fire, see fire, fire. Na William Ruto, no mercy, no ma, no ma. Na Kegore kindik, dik, 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 dik. Fire. Na William Ruto, no mercy, no ma, no ma. Na Kegore kindik. Tutam na William Ruto. Relax. Ngoja. Ni fire, si fire. Ni noma, si noma. Bas, vile vile.